Zawadi 10 hatari zinazoweza kuua nyota yako kabisa. Usipuuze hili. Katika maisha ya kiroho, si kila zawadi huja na baraka. Wakati mwingine kile kinachoonekana kama upendo kinaweza kuwa ni mlango wa giza kwenye maisha yako. Watu wengi wamepoteza mafanikio, amani na hata mwelekeo wa maisha yao kwa kupokea vitu bila tahadhari. Je, unajua kuna zawadi ambazo zinaweza kufunga nyota yako kimya kimya, moja kwa moja bila wewe kujua? Lakini kabla ya kuweza kuendelea, msikilizaji wa madhabahu hii ya Siri za Kiroho, tafadhali na kuomba ufanye kitu kidogo ambacho ni kidogo tu katika hali ya kawaida, lakini kwangu ni kikubwa sana. Subscribe katika madhabahu ya Siri za Kiroho. Tizama katika eneo lenye alama nyekundu ya subscribe na kisha bonyeza hapo. Tayari eh? Na baada ya hapo bonyeza like button. Lakini pia mara baada ya hapo komenti katika video hii. Niambie, wewe unaitwa nani? Na unasikiliza video hii ukiwa wapi? Andika katika comment section. Mimi naitwa Pastor Jonathan Alex. Niko mkoa wa Dar es Salaam. Naam, karibu sana msikilizaji. Hii hapa ni orodha ya zawadi 10 zinazoweza kuwa na athari mbaya kiroho. Sikiliza kwa makini na ujifunze kujirinda. Nguo zilizotumika, hasa za mtu usiyemjua vizuri. Nguo hubeba nishati ya mhusika. Ukivaa nguo za mtu mwenye shida za kiroho au bahati mbaya, unaweza kujikuta unaanza kupitia hali ambazo hazieleweki kabisa. Kushindwa ghafla, kukosa favor au kupoteza mwelekeo. Zawadi ya pili, pete au mapambo ya mikononi. Pete zinaaminika kuwa na nguvu ya kukuunganisha kiroho. Zawadi ya pete kutoka kwa mtu mwenye nia mbaya inaweza kufunga mafanikio yako au kukuweka chini ya ushawishi wake na kuitumia hatima yako. Usipokee zawadi ya pete kutoka kwa mtu usiyemjua. Hata kama ukiwa unamjua, pete inaweza kukuweka katika himaya ya kichawi na kuitumia hatima yako katika ulimwengu wa roho. Zawadi ya tatu, manukato au perfume. Hili linaweza kuonekana la kawaida, lakini baadhi ya imani zinaeleza kuwa baadhi ya manukato yanaweza kubeba nguvu ya kuvuta kiroho au kuathiri mvuto wako kimaisha. Ghafla unajikuta upendwi au kubaliki kama zamani. Ukipokea zawadi hii ya perfume, unaweza kujikuta mvuto wako umeondoka kwa sababu ya kutumia zawadi ambayo hujui imetokea wapi au ina vitu gani ndani yake. Usipokee zawadi ya perfume kutoka kwa mtu usiyemjua, au hata kama unamjua lakini huifahamu nia yake. Zawadi ya 4, viatu. Viatu vina uhusiano wa moja kwa moja na safari ya maisha. Kupokea viatu kutoka kwa mtu mwenye nia mbaya kunaweza kuashiria kucheleweshwa kwa maendeleo yako au kukwama kabisa kwa maisha yako. Kamwe usipokee viatu kama zawadi kutoka kwa mtu yoyote, iwe unamjua au iwe umjui. Unaweza kujikuta kabisa maisha yako yanafungwa katika hatima ambayo hukuweza kuitarajia. Zawadi ya 5, fedha za zawadi, hasa bila sababu maalum. Sio kila hela au sio kila pesa ni baraka. Kuna imani kuwa kwamba baadhi ya pesa unapewa kama chambo. Unapozitumia unajiunganisha moja kwa moja na chanzo chake, na unaweza kuvuta matatizo ya kifedha. Unaweza kuua uchumi wako, unaweza kuua hatima yako, nyota yako ya mafanikio ukaweza kuiangamiza kabisa kwa sababu ya fedha ambazo umezipokea bila sababu ya msingi. Usipokee fedha kutoka kwa mtu yeyote bila kujua sababu ya msingi. Inawezekana kabisa unaweza kupewa fedha nyingi, lakini ikawa ndio mwisho wako wa kubariki fedha nyingi kwenye maisha yako. Zawadi ya 6, vyakula au vinywaji vya kushangaza. Kupokea chakula kutoka kwa mtu usiyemwamini au mazingira yasiyoweza kueleweka kunaweza kuwa hatari. Baadhi ya watu huamini kwamba vyakula vinaweza kutumika kama njia ya kuingiza athari mbaya katika ulimwengu wa roho. Vyakula vinaweza kusababisha afya yako iwe katika hali isiyotarajika kabisa. Unapokula vyakula bila kufahamu vimetokea sehemu gani, unaweza kujikuta unaifanya afya yako idolole muda wote, kwa sababu vyakula vimeunganisha moja kwa moja katika eneo la uhai na mafanikio yako ya kiafya. Usipokee zawadi ya chakula au kinywaji kutoka kwa mtu usiyeweza kumfahamu. Hata kama ikiwa unamfahamu, inaweza kuwa ni mtego wa kuweza kuyafunga kabisa maisha yako. Zawadi ya 7, picha au frame za ukutani. Picha zinaweza kuwa mlango wa kumbukumbu ya kiroho. Kupokea picha ambazo huwezi kuzielewa au zenye taswira ya ajabu kunaweza kuleta hali ya hofu katika maisha yako, ndoto mbaya au kuvuruga amani ya moyo wako na nyumba yako pia kwa ujumla.
Kuna picha ambazo unazipokea ambazo taswira yake haieleweki kabisa. Nyingine zina taswira ya nge, lakini pia nyingine kuna taswira ya nyoka na taswira nyingine za kushangaza ambazo hazina maana katika hali ya kawaida. Unapopokea zawadi ya picha za namna hiyo, unaweza kujikuta ulimwengu wako roho na uingiza taabani bila wewe mwenyewe kuweza kufahamu. Zawadi ya 8: sanamu au vitu vya mapambo ya ajabu. Baadhi ya mapambo yana asili au maana ya kiroho. Ukipokea sanamu au kitu ambacho ukijui chanzo chake, unaweza kuleta nguvu ambazo uzifahamu ndani ya maisha yako. Zawadi ya 9: vitabu vya ajabu visivyoweza kueleweka. Kuna vitabu ambavyo vinaweza kubeba mafundisho au nguvu ambazo huwezi kuzielewa kabisa. Ukivipokea na kuanza kuvihusisha moja kwa moja na maisha yako, vinaweza kubadili mtazamo wako au hata kukuvuta kwenye mambo hatari. Zawadi ya 10: simu au vifaa vya kielektroniki vilivyotumika. Ingawa huonekana vya kawaida, baadhi ya watu huamini vitu binafsi kama simu vinaweza kubeba historia nzito ya mmiliki wa awali. Hali hii inaweza kuathiri kabisa maisha yako kwa njia ambazo huwezi kuzielewa. Jifunze kujilinda nyota yako. Sio kila zawadi ni mbaya, lakini pia sio kila zawadi ni nzuri. Lakini hekima ni muhimu kabisa. Kabla ya kupokea au kutumia kitu, jiulize swali moja muhimu: kimetokea kwa nani? Kinatokea katika mazingira gani? Ukipata majibu ya maswali haya, fanya maamuzi kwa kufikiria zaidi, na kisha amua kuchukua ama kutokuchukua kama kitakuwa na athari katika ulimwengu wako wa roho. Mimi naitwa Pastor Jonathan Alex. Tafadhali subscribe katika madhabahu ya Siri za Kiroho ili kuendelea kuona visa vingi kama hivi na mafundisho mengi kama haya ya kufundisha. Kwani kama usiposubscribe na kulike video hii, unaweza kukosa tena kuniona. Mungu wa mbinguni akubariki. Kwaheri kwa sasa.